Sisi Arusha tulianzisha utamaduni wa kila mwaka tuwe na matibabu bure kwa wananchi wasiokuwa na uwezo wa kugharamikia matibabu hayo. Mwaka jana nilianza zoezi hilo, tulihudumia wananchi 32,000 kwa siku 7. Na Mheshimiwa Naibu Waziri alikuja kututembelea. Wananchi wenye uwezo wa hali ya chini wasiokuwa na pesa, huwa wakati mwingine anaishia njiani kwenye vipimo na anarudi nyumbani, pesa hana, imeshaenda, majibu hajapata, dawa hana, anabaki kumuomba Mungu. Lakini Mungu amesikia kilio chao na Rais ametutuma, na mwaka huu tunafanya tena matibabu bure katika mkoa wetu wa Arusha. Na nitumie hadhara hii kuambia wananchi wote wa mkoa wa Arusha, kuanzia tarehe 23 siku ya Jumatatu ijayo mpaka 29 tuna madaktari bingwa wa nchi nzima, na tumeshapata dawa kutoka Bohari ya Taifa kwa ndugu yangu pale kuhakikisha hakuna dawa itakayopelea, na tumeshapata madaktari chini ya wizara yetu ya afya wakiongozwa na daktari wetu mkuu Dr. Grace, na tumejipanga kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi atakayekuja atakosa huduma. Ombi langu, njoo, watakupima, utapatiwa huduma na utapata dawa. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ile la mwisho kabisa, tunakuombea kila laheri. Tunakuombea kila laheri. Tumesikia kule Luangwa kule unachukua fomu. Tunakuombea kila laheri. Ila na wewe niombee kila laheri, ili tukikutana mahala tuseme tulitakiana heri. Baada ya kusema hayo, karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi ndio tunaosaidia utoaji wa huduma bora za wagonjwa. Mgonjwa akija hospitalini anaanza kwanza kukutana na wataalamu wanaweza kusikiliza shida yake, kubaini shida yake, na mwisho kutoa mpango wa matibabu ambao utafuata na wataalamu wengine. Kwa kimeendelea kuwa kiongozi wa njia ya matibabu hapa nchini. Hata hivyo, katika utoaji wa huduma kwa miaka 60, nilisema katika hotuba yangu, mtoto anayekaa kimya mgongoni mwa mama yake hulia bila kulia huweza kufa pasi na taarifa. Na hivyo tukatoa changamoto zetu tunazoziona katika sekta ya afya na sekta ya tiba, sekta ndogo ya tiba ndani ya Wizara ya Afya na ndani ya serikali na ndani ya nchi ya Tanzania. Tumeweza kusema kwa kirefu kabisa katika hotuba yetu kwamba nchini Tanzania tumefanikiwa sasa kujenga miundombinu. Tuna vituo zaidi ya 9,000, tuna hospitali za kanda zaidi ya 7, tuna hospitali ya taifa, tuna hospitali za rufaa zaidi ya 25 nchini Tanzania. Lakini bado upatikanaji wa huduma bora kwa wagonjwa wanaofika hospitalini si jambo ambalo linaonekana. Kwa sasa uwekezaji wetu tunaoshauri serikali ni kwamba iwekeze sasa kwenye zile huduma msingi wanazozipata wananchi wanapofika katika vituo vya huduma. Iendelee kuboresha matumizi ya tafiti, utengenezaji wa kanuni, guidelines zinazosaidia matibabu zinazotokana na tafiti zilizofanyika Tanzania, sio zilizofanyika kwingineko, zilizofanyika Tanzania na kwa watu wenye mazingira kama ya kwetu na maisha kama ya kwetu, ili ziweze kuwasaidia wananchi wetu. Kwa tuwekeze katika huduma bora za tiba, huduma bora za afya. Huo ndio utakuwa msingi mkubwa ambao sisi tumeupendekeza katika siku ya leo. Ili haya yatimie na vituo vyote vilivyowekewa hivyo vifaa na nini vitimie, cha kwanza lazima tujaze watumishi katika vituo vya afya. Watumishi kutoka kwenye ngazi ya kituo cha afya, ngazi ya zahanati, mpaka katika ngazi, umesikia ndio idadi ya madaktari niliyokutajia, umesikia idadi ya madaktari bingwa niliyokutajia, na si kwa sababu hatuna uwezo, hatuna wataalamu nchini. Wataalamu wapo, lakini kwa sasa tunahitaji wataalamu waajiriwe. Serikali imekuwa na ufinyu wa bajeti hata mwaka, licha ya kuajiri mara kwa mara, imekuwa na ufinyu wa bajeti, na inatokana na wage bill, na hii inatokana na ukuaji wa uchumi. Sisi pendekezo letu kama chama cha madaktari, tuongeze jitihada za ukuzaji wa uchumi. Uchumi wetu ukikua kwa zaidi ya 8% mpaka 10% kwa mwaka, tunaweza kuwahudumia watu wetu bila shida. Tunaweza kuajiri wataalamu wetu katika kila kituo. Lakini kwa sasa uchumi unakuwa kwa 4%, baada ya COVID unakuwa kwa 4% mpaka 6%. Tusipoongeza uwekezaji kwenye ukuzaji wa uchumi, hatutaweza kuajiri watu wetu. Sawa.